Hizo washikaji zangu hapa. Kati ya CCM, Chadema, CUF, ACT, kipi ni chama cha maana sana? Vyote, ndio maana vipo. Kwa mujibu wa msajili wa vyama vya siasa. Sasa subirieni. Vyote vina design. Huo mjadala ambao mnataka muufanye hapa, tutaufanya kesho EATV. Asante. Kwa sababu sisi kila Jumanne tuna mjadala wetu pale. Sasa washikaji zangu, mijadala yote ya kisiasa, ya sijui ya kuhusu mambo gani, tunakuwa kwenye Tinga namba 1 kwa vijana East Africa TV. Yes officer. Msiruhusu mijadala ya vichocholoni. Heshimuni mijadala sahihi kabisa, kwa sababu taifa linakwenda kushuhudia pale kwenye TV. Kwanza ni watu wataacha shughuli zao kweli waje wafanye mjadala wa hovyo. Afu uzuri ni mida fulani na ruhusu kila mtu anakuwa amechill maskani kwenye timu ya nambari 1 kwa vijana. Saa 3 usiku kamili. Sasa wakati vyama vya siasa vikiendelea na maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu, taarifa za wanasiasa kuhama vyama vyao vimeanza kushika kasi kama wasanii kuachana na lebo zao. Au vibana Ndio. Sasa kila mwanasiasa kusema kweli anatafuta sehemu salama kwake kwa ajili ya kufanya siasa zake na kutimiza ndoto zake. Si ndio iko hivyo za kisiasa. Sasa Jumanne hii kwenye mjadala tutajadili kwa kina hii hama ya wanasiasa kwenye vyama vya siasa. Pamoja na kwamba ni haki ya kila mtu kuwa kwenye chama anachokitaka yeye, lakini tunaulizana ni haki au pia ni udhaifu kwenye siasa? Oya, tukutane kesho saa 3 kamili usiku kupitia Tinga namba 1 East Africa TV. Washikaji zangu, mijadala yote ifanyike hapo. Ogopa matapeli. Tinga hili lipo kwa ajili ya wanajamii wote. Hao ni wanasiasa kwa mama. Ni wanasiasa kwa Kija kwenye muziki Bongo Flava pia kuna sakata la watu kwa mahama kutoka kwenye record label zao. Kama hivi tunazungumza recently issue ya Ibra, Konde Gang. Stories zimekuwa nyingi sana weekend hapa. Si ndio? Wale hama ni wale waliotoka Konde kwenda Kings, si ndio? Ila wengine wakiacha wanaacha mazima. Tena ukiwauliza wanatamani hata kupiga ngumi like siwezi kurudia tena ujinga huo. Ni walitoka Kings wakaenda Konde Gang. Wengine ukiwauliza wanakuambia nitakupiga ngumi. Nirudi kufanya hizo shughuli za nini? Si ndio? Hasa kwa kusummarize mchongo wa Ibra. Nadhani tungeanza chapchapo kwa sababu wiki iliyopita pia tulikuwa tunaongelea sana issue ya Ibra kusema kwamba anaomba watu wamchangie ili aweze kutoka Konde Gang. Sasa Harmonize siku ya jana alipost by the way kwenye Insta story yake. Kwanza alianza usiku, alipost picha ya Ibra, then akasema kwamba you have to pay the label my brother. Namzungumzia Harmonize. Harmonize alisema bwana you have to pay the label my brother. Akafika mbali pia akaweka ile lipa namba ambayo Ibra kaiweka akisema kwamba yeye kamchangia shilingi 100,000 na akamwambia as your brother I donate hiyo 100,000. Haya wa Tanzania tumuunge mkono Chinga tufike 1 billion iliyopo kwenye mkataba. Hata mimi yalishawahi kunikutaga nikapambana nikalipa milioni 600 miaka hiyo ya zamani. So namuelea Chinga hizi lebo ni biashara kama biashara zingine. Ibra pia akaja akaipost na kumwambia kwamba my brother mimi nitapambana kweli nitailipa. Sasa balaa lilianza kuchanganya baada ya siku ya jana. Ni kama Harmonize pia aliposti picha ya Kajala na kusema kwamba akimsifia na kumwambia kwamba anampenda kinoma, yani sijui unaelewa. Sasa baada ya pale bwana Harmonize akaja kuposti na kusema kwamba mdogo wangu Chinga nimegundua kwamba ana roho mbaya sana. Kama sio ibilisi alimpanda kichwani, maana hata siku aliyoposti na kusema kwamba namdai bilioni 1 ni ile siku ya birthday ya mjukuu wangu wa Mara, na yani mimi na kipenzi changu tuna trend, kifupi alisikia wivu. Guys, sijamuomba Chinga bilioni, ila mkataba alio sign na lebo unasema kwamba ikitokea kama kuna watu wanataka kumnunua yeye ambao wana malengo makubwa zaidi ya Konde Gang, pengine tunaweza tofautiana kipato, inatakiwa alipe lebo ya Konde Gang bilioni 1 ili tuendelee kusaidia vijana wengine. Na nilimwambia nitabaki kuwa kaka yako na Konde Gang ni chama lako. Sema so this guy have to pay. Nililipa kwa kukopa, mchangieni. Alright. Ibra hapo ndipo alipopandisha mashetani. Akaichukua ile akaipeleka Instagram naye. Akaiposti na kusema kwamba sito kumradhi kwanza kwa wale ambao nitasoma hiki kitu afu wakachukulia vibaya kwa sababu na mambo yamekuwa mabaya sana, inabidi tuyapeleke kama yalivyo muda mwingine.